Hujambo na karibu. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ameibua hisia kali nchini baada ya kukemea vikali hatua ya serikali kuwakandamiza waandamanaji waliokuwa wakipinga mauaji ya mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang. Kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, Gachagua alieleza kuwa vitendo hivyo vya polisi na magenge ya kukodi dhidi ya raia waliokuwa wakifanya maandamano ya amani ni aibu kwa taifa na vinakiuka haki za binadamu. Aliongeza kuwa taifa limeingia katika giza la kisiasa, likionekana kimataifa kama nchi isiyo na heshima kwa maisha ya binadamu. Hata hivyo, Wakenya wengi wamemkumbusha Gachagua kuwa si muda mrefu uliopita alikuwa akitetea kwa nguvu mikakati hiyo ya serikali. Mwaka 2023 na mapema 2024 alisifika kwa kuunga mkono matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji waliopinga mswada wa fedha, akiwatuhumu kuwa ni wahuni waliopaswa kushughulikiwa na polisi. Aliwahi kunukuu akisema, "Huwezi kwenda barabarani kuharibu mali ya watu na kutarajia polisi kuwapea busu." Kauli zake za wakati huo sasa zinamrejea kama kumbukumbu zinazofichua unafiki wa kisiasa. Kauli za sasa za Gachagua zimekuwa mjadala mkubwa kuhusu msimamo wake wa kweli. Wapo wanaomuona kama mzalendo anayejaribu kurekebisha makosa ya zamani, lakini wengine wanamtazama kama mwanasiasa anayebadilika kulingana na upepo wa kisiasa. Wengi wanahoji ni kwa nini hakuona makosa hayo wakati alipokuwa serikalini, ila sasa anajionyesha kama mtetezi wa haki za wananchi. Ni wazi kuwa Wakenya hawatameza kila kauli ya mwanasiasa bila kuichuja kwa makini. Nikiripotia Kifagio Media Team, ni mie wako Daniel Jonathan almaarufu JD.